kimataifa. Safari za nje sio tatizo. Kuna gharama nzuri na gharama mbaya. Gharama mbaya ni pale kama vile Kikwete alikuwa anaenda anapokelewa sijui na mkuu wa shule, mkuu wa chuo, sijui anapokelewa na meya, sijui anapokelewa na mkuu wa nini taasisi. Ni lazima ili twende sambamba na dunia, sisi sio kisiwa. Lazima Rais Magufuli aende UN, lazima aende AU kwenye vikao vya kimataifa. Sasa hivi kuna mkutano Davos wa kimataifa, dunia yote iko kule inazungumzia uchumi. Wewe umekaa huku unasemaje mipango ya maendeleo? Kwa hiyo kuna gharama mbaya na kuna gharama nafuu. Gharama nzuri ni kwenda Davos, unakutana kule na dunia, kina Putin, kina nani, mnajadili dunia inavyokwenda, masuala ya uchumi, unatangaza na visima vyetu vya gesi kule kwa dili nzuri na vitu vingine kama hivyo, ndugu zangu. Kwa hiyo gharama nzuri ni pamoja na kwenda Davos, kwenda UN, lakini pia kuangalia delegation iwe ndogo. Sio kwenda na delegation watu 60, watu 70. Bado. Dakika 2 malizia, dakika 2. Bado. Kwa hiyo President Magufuli has to go abroad. Akajifunze, take a jet brother. He has to take a jet. Akajifunze dunia inafanya vipi, marais wanafanya vipi. Watu wako Davos kwa kina Putin kina nani, yeye amekaa hapa. Tunakuja kwenye swala la rasilimali watu. Apunguze delegation tu. Aende hata na watu 15, 10 inatosha. Acha kwenda na watu 60 40. Rasilimali watu mnasema mnaboresha, wakati wafanyakazi bado wananyanyaswa, wanafukuzwa ovyo. Hapa leo niko bungeni, tayari huko Mbeya Cement kwangu kuna wafanyakazi wanapunguzwa. Mtu kafanya kazi miaka 8 anakuja kupewa 180 ndio kiinua mgongo huko. Mnaboresha vipi masuala ya wafanyakazi? Umeme, naona hata kazi kuchangia hivi vitu in detail, kwa sababu miaka 5 nimechangia na mpaka leo bado tuko vile vile. Ndio maana unaamua kutupia tu kama hivi. Swala la umeme, nimeangalia ukurasa wa 41. Nimeangalia ukurasa wa 41. Profesa Mwango, nimeangalia ukurasa wa 41 kwenye mipango ya umeme, nishati. Sijaona mpango wa umeme kutumia chanzo cha joto ardhi, geothermal, ambao dunia nzima inajua ndio umeme rahisi. Kule Italy kuna kituo cha geothermal toka 1911 mpaka leo kinafanya kazi. Wanabadilisha tu nyembe zile kwa sababu chanzo ni cha uhakika na cha maana zaidi. Na katika hili serikali hii imeanzisha kampuni, kuna meneja, kuna management wako kule Mbeya wamekaa hela wapi, wanahitaji dola milioni 25 kutuletea umeme unafuu. Lakini nyinyi mnakaa mmemesha hapa kila kitu, mambo ya geothermal, joto ardhi hamna. Maana yake nini? Mtakwenda kesho, mtawatembelea ofisini, mtasema wafanye kazi, mtawafukuza kazi. Mnasema mmenunua majipu wakati hela ya kufanyia kazi hamjawapa. Ndugu zangu, mwisho ndio angalizo kwa Mheshimiwa Waziri wa Fedha, na kufahamu sio sana kwa kukufuatilia weledi wako. Wewe ni technocrat, sio mwanasiasa. Usifuate hao wanasiasa wanazomea. Tunaamini kwamba ukitulia ukautumia nafasi yako kama technocrat, ukaacha cheap politics, populism, unaweza ukaisaidia nchi. Pengine na sisi tutakusupport ili tuende vizuri. Asante sana. Asante sana.